tungekuwa na watu 2000 ambao hawana utaalamu wowote, wangekuwa wapi? Kwa hiyo tuishukuru serikali ya awamu ya 6 na tuthamini hapa tulipo kwamba sisi ni watu wenye bahati. Mbeya wewe. Nilikuwa nawapa mfano, mkurugenzi wa jiji la Mbeya amesitisha kutangaza miradi ya maendeleo kwa wakandarasi au mafundi ambao serikali imedhamiria wao ndio wafanye zile kazi kwa sababu ya upungufu wa mafundi. Sisi tunaelewana? Yaani wewe uko hapa, kuna kazi zimeshindwa kupata mafundi zinakungoja. Mbeya wewe. VETA wewe. Maana yangu ni nini? Maana yangu tujitahidi tuwe mafundi wazuri, tuwe wataalamu. Kazi zipo nje zinatusubiri. Serikali sasa imetenga baadhi ya kazi haziendi kwa wakandarasi wakubwa, zinakuja kwa mafundi waliomaliza VETA na vyuo vinavyofanana nao. Mbeya wewe. Nani kama Mama Samia? Nadhani tunakoelekea hii ndio kada pekee itakuwa na uhakika wa ajira na kazi pindi wamalizao. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, tumeshuhudia sasa hivi ongezeko kubwa la udahili wa wanafunzi, lakini pia uamuzi wa serikali wa kuamua kutoa ufadhili kwenye vyuo hivi vya kati. Naamini sasa tutaona idadi kubwa ya wanafunzi katika vyuo hivi, lakini pia watatusaidia kutatua changamoto zinazotukabili kwenye jamii yetu. Mbeya wewe. Haya ni mafanikio makubwa ya serikali ya awamu ya 6 ambao pia ndio utekelezaji wa ilani katika kuhakikisha wale wanaomaliza elimu ya awali wakaenda sekondari. Sasa hivi elimu ya awali inaishia lini? Elimu ya msingi inaisha lini? Kidato cha 6. Haya, na ukija kwenye hivi vyuo unapata ufadhili. Maana yake elimu inaishia wapi? Maana yake serikali inakufadhili mpaka umalize na chuo. Na utaratibu umeshaanza au bado? Bado. Lakini nadhani mwaka huu tutaanza. Lengo letu ni kuhakikisha unapokuwa kwenye umri wenu na umemaliza chuo, iwe serikali ya awamu ya 6 au itakayokuwepo, iwe imekutengenezea msingi mzuri wa wewe kuendelea kuendesha maisha yako. Makofi kwa serikali ya awamu ya 6. Nitoa wito kwa vijana wote maeneo ya jirani na Tanzania, waji-engage au watafute hizi fursa na wazitumie. Vyuo vipo kila mahali. Niwapongeze wakuu wa vyuo hivi kwa kanda hii ya magharibi, kwa namna kusini magharibi, kwa namna nzuri wanayofanya na kuendesha mafunzo haya kwenye maeneo yetu. Nimeona mkuu mmoja wa chuo ikabidi nimuulize maswali. Ni kijana kabisa. Hebu usimame. Hebu unajijua ni wewe. Sasa huyu ni mkuu wa chuo. Manake kama huyu ni mkuu wa chuo, manake nafasi zipo kwetu vijana, au sio? Sio. Mbeya oye. Jamani, tumezoea kuwaona mzee kama huyu wa Mbeya ndio wakuu wa vyuo. Lakini sasa mambo yanawezekana katika umri wa ujana. Niwapongeze pia kwa shughuli nyingi mlizozifanya ambazo mmerudisha kwenye jamii. Kila chuo wameweka wazi mambo yaliyofanya. Mmoja na Mbeya hapa anaambiwa kuna jengo la kata mlifanyia wale na kwenda kuona kwa pamoja. Yote haya tunawashukuru kwa sababu yanafanywa na taasisi za serikali. Tulizoea kuwaona tu mashirika binafsi yakifanya shughuli hizi. Kwa hiyo tunawapongeza, na mkifanya hivyo mnaendelea kutoa hamasa kwa vijana na wazazi kuleta vijana wao kwenye vyuo vya namna hii. Serikali sasa hivi miradi iko mingi. Miradi hii inahitaji mafundi wengi kuliko mainjinia. Sisi tunaelewana hapo? Miradi hii injinia mmoja anahitaji kuwa na mafundi wangapi? Wataalamu. Sasa umeona hiyo idadi? Huyo ni injinia mmoja. Na miaka mingi tumekuwa tukizalisha mainjinia. Sasa hizi ma technician hatuna. Kwa hiyo mwanga upo, fursa zipo,
nyinyi pambaneni na mjitume na Mungu awasaidie. Mbeya oye! Nimalizie tena kwa kuwapongeza ninyi mnaopambana. Safari ya elimu sio nyepesi, na msikate tamaa kwa changamoto ndogo ndogo mnazokutana nazo. Ndiyo safari ya maisha ilivyo, na niwashukuru pia walimu kwa uzalendo mzuri wanaofanya wa kuwatoa ujinga na kuwafanya kuwa watu wengine kabisa katika jamii yetu. Naomba muendelee na moyo huo na Mwenyezi Mungu atawalipa. Na baada ya kusema hayo, sasa niseme maadhimisho haya sasa nimefunga rasmi. Asanteni sana. Shukuru Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wewe binafsi kwa kuweza kutupa nafasi kwa siku ya leo kuweza kufika hapa. Najua ulikuwa na jukumu kubwa la kitaifa, lakini umeweza kuacha yote na kuweza kuja kuungana nasi. Kwa kweli tunashukuru sana. Asante sana kwa uwepo wako eneo hili kwa wakati huu. Maadhimisho haya yamefanyika kwenye kanda yetu toka tarehe 23 mpaka sasa hivi tunaenda kufanya kilele kwenye level ya kanda leo tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2025. Lakini kilele cha kitaifa ya maadhimisho haya kitafanyika katika ukumbi wa kimataifa wa Mheshimiwa Julius Kambarage Nyerere, Dar es Salaam, kuanzia tarehe 18 mwezi wa 3 mpaka tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka huu 2025. Ndani ya kanda hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna vyuo 9, kati yake vyuo 8 vimeshaanza kutoa mafunzo na chuo kimoja tupo kwenye taratibu ya kuanza kutoa mafunzo. Lakini katika vile vyuo 65 ambavyo vinajengwa na Mheshimiwa Rais, sisi huku tuna vyuo 6 katika vile vyuo 55 na kimoja chuo chetu cha mkoa wa Songwe, lakini vitano ni vyuo vya wilaya ambavyo wote vinajengwa katika maeneo katika mkoa kanda yetu ya kusini magharibi. Aidha, tunashukuru jitihada zinazofanywa na serikali ya awamu ya 6 kwenye kuthamini na kudumisha na kutoa upendo katika kuongeza idadi ya vyuo, kwani inapelekea kuwafikia kwa urahisi wananchi na kuweza kutoa mafunzo ya ufundi stadi mpaka vijijini. Mheshimiwa mgeni rasmi, takwimu zinaonyesha kwamba uhitaji wa elimu ya mafunzo ya ufundi stadi kwenye kanda yetu unaongezeka, kwani ukiangalia mwaka 2022 na mwaka 2023 wahitimu kwenye kanda yetu walikuwa takriban wanafunzi 2028. Lakini kwa mwaka 2023-2024 wahitimu walikuwa wanafunzi 3941, hivyo kufanya ongezeko la wahitimu kuwa 1913, ambao tayari hawa wana ujuzi na wameingia sokoni wakifanya shughuli mbalimbali za uzalishaji, kujiongezea kipato na kuleta maendeleo kwenye taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuadhimisha kila chuo kifanikiwa kutoa huduma mbalimbali kwa jamii kama ulivyoweza kusikia mwenyewe kutoka kwa wakuu wa vyuo, lakini na sisi leo tumepanga kufanya shughuli chache katika kuadhimisha siku hii adhimu kwetu. Kwa kufanya hivi, tumepanga tutaenda kuchangia damu, lakini pia tutaenda kukamilisha miundombinu ya umeme kwenye ofisi ya mtendaji kata ya Veta Manga. Lakini pamoja na hayo, tutaenda kutembelea vijana ambao wako kwenye maadhimisho gereza letu la Manga, katika gereza letu la Kabwe. Kwa hiyo nilikuwa naomba kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa mgeni rasmi, ukipata nafasi basi tuweze kujumuika wote, uweze ukaona ile ofisi ambayo tunaiwekea miundombinu ya umeme na uweze usema neno kwa nafasi yako. Mgeni rasmi, kupitia maadhimisho haya tuliweza kukaribisha wananchi wote kutembelea ofisi zetu za Veta, lakini pia kupita kwenye workshop. Toka tarehe 3, tarehe 4 na mpaka tarehe 5 workshop zetu zote zilikuwa wazi na wananchi waliweza kufika na kuweza kujionea. Kwa haya machache, Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nikushukuru kwa kufika kwako, lakini pia nikuombe sasa uweze kuzungumza na hafla hii na tusikie neno kutoka kwako. Karibu sana Mheshimiwa. Pata bahati, kwa maana wanafunzi ambao wanapata bahati ya kujiunga na vyuo hivi basi wafanye bidii, kwa sababu ni watu ambao tunawategemea kwa miaka mingi ijayo. Tanzania ya kesho sio kama hii tulionayo. Mkuu wa wilaya pale amezungumza kwamba miaka iliyopita zaidi serikali ilikuwa inaangalia zaidi kuwapa mafunzo mainjinia, lakini leo hii tunapaswa kuwa na hawa matechnician, na lazima tueleze wazi kwamba ulimwengu wa sasa tuna wawekezaji. Nchi hii sasa wawekezaji wanakuja kuwekeza viwanda, na viwanda hivi havina mafundi wa hasa umeme wa viwandani. Sasa ili sasa tupate mafundi wa umeme wa viwandani, lazima vijana wengi wajiunge
na mafundo stadi ya VETA ili tuweze kupata wafanyakazi wengi kwenye eneo hilo. Hasa mimi nimezungumzia hasa, najua maeneo mengi tunahitaji, lakini kwenye viwanda vinavyojengwa na wawekezaji, eneo kubwa la ukosefu wa mafundi wa umeme limekuwa kubwa, na hivi sasa mafundi wanatoka nje ya nchi, Kenya, Malawi na vitu kama hivyo, kwa sababu mafundi wa umeme wa viwandani kwa nchi hii wamekuwa ni wachache. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwapongeza chuo cha VETA Mbeya kwa maadhimisho ambayo wameyafanya ya miaka 30 pamoja na huduma waliotupatia kwa ajili ya kutukarabatia ofisi yetu hii upande wa umeme, ofisi ya afisa mtendaji wa mtaa wa Mangaveta. Ni jambo jema na ni manufaa kwetu sisi wakazi wa kata ya Ilemi na mtaa wa VETA kwa ujumla. Kwa kweli kwa hili nawapongeza sana 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 sana. Jina naitwa Gomaka Mwasongwe, nasoma katika fani ya umeme majumba. Tunafundishwa vitu vingi VETA Mbeya na tunaendelea kujifunza vingi, na tunafundishwa vizuri na walimu wetu wanafundisha vizuri, na kazi kama hivi tunaona tumeifanya siku ya leo, tumeifanya katika standardi na viwango kama tulivyofundisha na walimu. Nilikuwa sielewi chochote, lakini nilipomaliza form 4 nikaja hapa VETA, nimejifunza vitu vingi na kwa sasa ni fundi, na mwaka huu natarajia nimalize mafunzo yangu nikaisaidie jamii huko mtaani. Wito wangu ni vijana waliopo mtaani waje hapa VETA wajifunze vitu vingi na watatoka na kitu. Tutapunguza wingi wa watu mtaani ambao hawana kazi. Nasoma chuo cha VETA Mbeya katika idara ya umeme mwaka wa 2. Hapo mwanzo ulikuwaje na sasa hivi ukoje? Hapo mwanzo kabla hapa sijaja hapa VETA nilikuwa sijui, yani nilikuwa nahisi kama VETA ni sehemu ambayo wanapeleka wanafunzi ambao hawana, yani ambao wamefeli. Baada ya kuja VETA nikagundua kwamba VETA ni sehemu sahihi ambapo unaweza kupata ufundi ambao utakusaidia katika maisha yetu. Ufundi wenyewe ni kama hivi, tumepewa mradi kwa serikali kufanya shughuli ya umeme na tumefanikisha. Tunashukuru sana kwa ushirikiano wenu, lakini napenda kuwashauri vijana wenzangu ambao wanaandaana tu mitaani hawana kazi ya kufanya, waje VETA wapate ufundi ambao utawasaidia katika maisha yao. VETA kauli yetu tunasema ufundi ni dili Naona Mbeya anasomea ujenzi mason, kwamba nimetoka hapa VETA na kuwa fundi kamili. Kwa tunafundi ule wa mtaani, kwa sababu ule mtaani kwa fundi wa makadirio, sio wapimo maalum kwa kukadiria labda tofali, kukadiria nini. Hapa najifunza yani darasani kwa sio na plug pia. Kwa nikiingia mtaani napata uwanja mkubwa sana wa kujiajiri mwenyewe bila kutegemea ajira kwa watu wengine. Naitwa Bella Kate. Mwanafunzi wa VETA Mbeya kidato cha 2 idara ya umeme majumbani. Mwanzo wakati nakuja VETA nilikuwa sielewi chochote. Nilikuwa najua tu VETA unakuja kujifunza ufundi, nilikuwa sijui ufundi wa namna gani, na unapokuja VETA sikuwa sijui unaweza kupata ujuzi gani. Nilipokuja hapa nimejifunza mambo mengi sana, sio tu ufundi na vitu vingine, hata kuishi na watu vizuri, jinsi ya kuishi na walimu. Nimefundishwa jinsi ya tumepewa kazi hapa, kufanya kazi hapa kwa ofisi za mtaa hapa, tunafanya kazi yetu vizuri. Tofauti na walioko mitaani, unaweza kama mitaani kwa ni fundi lakini usiwe na ubora kama, yani usiwe bora kama ukija VETA hapo, maana hapo unaweza kupata cheti. Huko mtaani utakuwa tu fundi la una vigezo bila hata ukipewa kazi serikalini, kwa maana serikalini wanahitaji vyeti uweze kufanya kazi, tofauti na kwa hapa VETA.